Nimekwenda Ifwagi, nimekutana na kijana aliyemaliza political science, ana miaka 30, hana kazi, anakunywa pombe. Nimetaka kulia. Baba yake alimpeleka shuleni akiwa na matumaini kwamba huyu atarudi kuja kuokoa maisha yetu. Leo amerudi, yuko nyumbani kwa baba yake, hakuna matumaini. Nchi ya asali na maziwa. Vijana wetu wanafanya betting katikati ya utajiri. Wachina wanachukua mali zetu, wanaondoka nazo. Ukienda Chunya imejaa Wachina, ukienda Mbogo imejaa Wachina. Unaenda nchi kama Norway, wamefanya uvuvi mwaka jana kwenye bahari, wameuza mazao ya uvuvi ya dola za Kimarekani bilioni 9.4, zaidi ya trilioni 30 za Kitanzania. Bahari yetu ina urefu kutoka Tanga mpaka Mtwara. Kwa uvuvi peke yake wa bahari kuu, Watanzania mngekaa nyumbani mmeweka miguu juu mnakula neema tu. Leo sisi ndio tunatembea na bakuli tunasema saidia baba katikati ya utajiri. Tunahitaji mabadiliko. Na wenye nguvu ya kufanya hayo mabadiliko ni wananchi. Na sisi tumesema, mimi na Tundu Lissu tumejitolea kuwa mstari wa mbele kuongoza wananchi. Tunahitaji support yenu. Cha kwanza, hatutakubali kwenda kwenye uchaguzi na hautafanyika bila mabadiliko. Baada ya hapo, mabadiliko yakifanyika, tutaenda kwenye uchaguzi. Na tukienda kwenye uchaguzi, tutashinda nchi hii, tutabadilisha maisha yenu. Tutajenga uchumi ambao utabadilisha maisha ya vijana. Hakuna kijana atakayekuwa kwenye betting. Mtakuwa kwenye viwanda mnafanya kazi, mtakuwa kwenye mashamba, na sio mashamba mtakao kwenda kulima kilimo cha Musa kile cha jembe la mkono. Mtakuwa kwenye mashamba mnaendesha trekta, mko maofisini, mnavuna kwa combine harvester. Tutabadilisha maisha yenu. Tunaomba mtuamini. Tunaomba mtunge mkono. Tunaomba mfanye kazi ya kukijenga chama hiki. Hiki ni chama chenu, kiwekeni kwenye mioyo yenu, kijengeni. Siku Chadema ikifa, haki ya Mungu mtapigwa mnada. Lindeni chama hiki. Kichangieni chama hiki. Kiendesheni chama hiki. Jitoleeni mwe viongozi. Nendeni kila kijiji mkajenge chama hiki. Sisi tuko mbele na tunahitaji support ya Watanzania.